Okay, karibu sana. Karibu sana katika mwongozo, katika maelekezo ambayo tunakuwa tunaongea kuhusu masuala mbalimbali hasa ya kiafya, na tunakuwa tunazungumza kuhusu changamoto mbili tatu, tunakuwa tunazielezea zinakuwaje, na automatic, na pia tunakuwa tunatoa na ushauri kuhusu changamoto nyingi sana. Sasa leo tuangalie mambo ambayo yanayopelekea kudhoofisha kwa mfumo wa uzazi hasa wa mwanamke. Siku ya leo tuzungumze na tuweze kuelewa vizuri kwamba hii inakuaje na inakaaje na inakuaje mpaka mtu uzazi wake unakuwa unadhoofika, unakuwa haufanyi kazi vizuri kama ilivyokuwa mwanzo. Kitu gani kinatokea au vitu gani vinavyotokea vinavyosababisha mtu anaingia kwenye changamoto kama hiyo? Okay, sasa hapo ni kushauri kwanza, kaa kitako na ongeza sauti ili uweze kusikiliza vizuri. Kabla tujaenda kuongelea vitu ambavyo vinavyotokea, tuanzie kwanza kwenye logic kwamba chanzo cha matatizo mengi ya uzazi yanaanzia wapi? Vyanzo vya hivyo vitu vinatokana na vyakula. Vyakula tunavyokuwa tunavitumia sisi vinakuwa vinaharibu mfumo wa uzazi hasa wa mwanamke na kupelekea changamoto kubwa sana, ikiwemo unapokuwa unatumia vyakula mfano vya mafuta mengi, unapelekea mtu kuingia kwenye pressure, sukari, kuingia kwenye msongo wa mawazo, lakini pia kuingia kwenye hatari ya kuingia katika changamoto ya kupata unene kupita kiasi. Sasa kabla kufika huko, kuna vitu ambavyo wanawake wengi wanavifanya bila kujua kwamba vina madhara. Mfano, kitu cha kwanza, kutumia dawa kiholela. Wanatumia tu dawa kiholela, akiumwa kichwa tayari kashameza dawa, akiumwa kitu fulani tayari tunamwambia mtu tumia kitu fulani, bila kuwa na ushauri wa daktari. Lakini pia wanawake wengi wanaenda saluni. Napenda kutumia mfano kwa sababu ni realistic. Wanawake wengi wanaenda saluni wanakuwa wanatumia yule ambaye anayewapaka ile dawa kichwani anakuwa amevaa gloves mkononi, lakini yule ambaye anayepakwa inakuwa inaingia kwenye kichwa moja kwa moja. Sasa ukijiuliza tu kwa akili ndogo, ukijiuliza kwamba inakuwaje mimi ambaye inakuwaje ngozi ya kichwani hapa, hii ngozi ya kichwani unaweza kujishika hapa kichwani, ngozi yako ya kichwani hapa na ngozi yako ya mkononi hapa, ipi laini? Najua jibu unalijua, laini ni hapa. Sasa jiulize, hapa pagumu panahifadhiwa, huku juu panakuwaje? Panakuwa pako wazi. Kwa hiyo inapelekea madhara mengi sana, kwanza kuvurugika kwa homoni na vitu vingine. Lakini pia kuna unapoumwa malaria unaenda hospitali, unaenda kutumia dawa tunasema hizi artificial. Unapoenda kutumia zile dawa zinakuwa automatic, zinakuwa zina sumu kwa ajili ya kuua wale vijidudu ambao viko tumboni. Sasa unajiuliza, kwa mfano dawa unayotumia mfano malaria au matatizo mengine, unatumia ile dawa kwenda kuua wale plasmodium, wale wadudu ambao wanasababisha mtu anapata malaria, unaenda kuwaua, na ile sumu inabaki wapi? Inabaki automatic, inabaki wapi? Mwilini. Kwa hivyo unaona kwamba matatizo yanakuwa yanajitengeneza mdogo mdogo. Pia matumizi ya vitu vya viwandani, masoda, mafuta kutumia, hivi ni vitu ambavyo vinakuwa vinachochea kudhoofisha hali au afya kwa ujumla. Lakini pia kitu kikubwa zaidi, pia kitu kingine, watu ambao unakaa wanasema bwana, umekaa na mtu ambaye anavuta sigara, unamwambia bwana, huyu anayevuta sigara huyu ana hatari zaidi, atapata changamoto kubwa sana. Wewe ulijuaje anavuta sigara? Kwa kumuona au kwa kusikiliza ule moshi? Kwa kusmell, kuvuta ule moshi, na wewe ulivuta. Kwa hiyo anayeathirika zaidi ni yule ambaye amekaa pembeni kuliko yule ambaye anayevuta. Kwa sababu gani? Kwenye mfumo wa sigara, kwa kule nyuma kuna filter ambayo inakuwa inachuja ule moshi, ambapo yeye anapokuwa anavuta anakuwa anavuta moshi ambao katika kiwango kidogo na athari ndogo. Anapokuwa anautoa, labda na maradhi mengine ambayo alikuwa nayo kwa njia ya hewa, anakuwa automatic anakurudishia wewe. Kwa unajikuta umeingia katika wimbi ambalo la matatizo mengi na magonjwa mengi sana.
Kwa hiyo unakuwa unajihatarisha kuingia kwenye magonjwa kama hayo ya mapafu, kuingia kwenye magonjwa labda unene kupitiliza, kuvurugika kwa homoni mwilini na matatizo mengi. Lakini pia sababu nyingine au kitu kingine, wale ambao wanapuliza dawa za mbu labda nyumbani kwa ajili ya kuua zile wadudu wale au mbu wale kuwaua. Unaenda kuwaua wale mbu, lakini ile harufu umevuta sometime mpaka inakereketa kwenye koo. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vile, vinakuwa vinakupelekea kuhisi sumu zile unakuwa unazipata ambazo zinarudi tena kwenye mwili wako na kupelekea changamoto kuwa kubwa sana. Sasa vitu kama hivi tunaweza tukajiepusha, lakini pia kupunguza matumizi ya masoda, kutumia maji kwa wingi. Hivi vitu tunaweza tukajiepusha mdogo mdogo kwa kupunguza kiwango. Kama tulikuwa ni watu ambao kutumia kitu fulani, tupunguze kile kiwango. Lakini napenda kuzungumzia mambo ambayo yanaathiri mfumo wa mwanamke kushindwa kuharibu. Kwa hiyo vitu hivyo vinasababisha kupelekea mwanamke kushindwa kutingisha ujauzito au kushindwa kupata ujauzito. Mfano mvurugiko wa homoni, kwa sababu ya hivyo vitu tulivyozungumza hapo nyuma, kwamba ukiingia katika hatari ya kutumia vitu kama hivyo, unakuwa unajihatarisha wewe hatari kabisa ya kupata changamoto ya hormone imbalance. Kwa hiyo unakuwa unaingia katika nafasi au kwenye changamoto ya kuvurugika kwa homoni mwilini, hali inayopelekea homoni zinapokuwa zinavurugika na kukupa nafasi ya kushindwa kuweza kushika ujauzito kama wanawake wengine. Lakini pia unapokuwa unapuuzia matatizo labda uchafu kutoka ukeni au rangi ya mtindi au maziwa, na kukupa nafasi ya kushindwa kuweza kushika ujauzito, kwa sababu ule uchafu unakuwa unapelekea changamoto kubwa sana ya kuweza kushindwa kushika ujauzito, kwa sababu mbegu zinawahi kufa bila kufikia yai. Lakini pia viko vitu vingi ambavyo vinavyochochea mwanamke kushindwa kushika ujauzito, na ikiwemo labda maambukizi, labda UTI kwa muda mrefu, maambukizi ya ugonjwa wa uchafu ukeni, homoni kuvurugika, lakini pia hata kuharibika kwa ubora wa mayai. Kuna wanawake wengine unakuta wana kila kitu kiko sawa, lakini mzunguko wake uko vizuri, unahesabika vizuri, anajua siku zake za hatari zipi, salama ni zipi, lakini ubora wa mayai, ovulation yake inakuwa ni ndogo sana, na kupelekea changamoto kuingia katika wimbi kubwa sana la kuharibika kwa kushindwa kushika ujauzito. Kwa hiyo leo ni hayo tu, na tumeelekeza kuhusu changamoto mbalimbali au vitu ambavyo vinaosababisha na wanawake wengi sana wanapuuzia na kuingia katika wimbi la kushindwa kushika ujauzito. Lakini kuna wengine tayari wanashika ujauzito, lakini wakiwa wanatumia vitu kama hivi, wanapelekea changamoto yao mimba zao kudondoka mara kwa mara, na hatimaye kujiingia katika wimbi la kuwa na huzuni na kuingia katika kuaffect kisaikolojia, na ndoa nyingi sana au mahusiano mengi sana yanakuwa yanaharibika kwa sababu ya mimba kudondoka mara kwa mara. Kizuri ni kwamba tunayo matibabu na program nzima tunayo, ambayo imejumlisha matibabu, imejumlisha mazoezi, imejumlisha na vyakula gani vya kuacha na vyakula gani vya kutumia, kuhakikisha unapata matokeo mazuri na ya salama na yenye matokeo makubwa zaidi. Okay, Mungu akubariki sana na Mungu kuongoze uko uliko, lakini usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia usisahau kushare kwa mtu ambaye ulitamani au unamfahamu anafanya vitu kama hivyo ambao havitakiwi na unatamani afahamu siku ya leo. Asante sana, Mungu akubariki. Tutaonana katika vipindi vinavyokuja.